Habari na karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi hiki maalum kabisa cha mapitio ya tamthilia mbalimbali za Kichina, tamthilia zinazohusu utamaduni, historia na vitu kama hivyo. Kipindi hiki kinaitwa My Beijing Drama Tech na mtangazaji wako ni mimi Bakari Masasi, lakini sitokuwa peke yangu kama ambavyo unaweza kuona hapa. Nipo na mrembo kwelikweli, jina lake anaitwa Khairat Ibrahim. Habari BM. Poa, mambo vipi? Poa, unaendeleaje? Shwari kabisa. Flourish Dipiani ndio tamthilia tunayoipitia leo hii. Hii ni tamthilia inayomhusu dada mmoja ambaye alikuwepo katika enzi za Tang, na tunajua kwamba katika kipindi hicho kulikuwa kuna nyakati tofauti tofauti za mabadiliko ya utamaduni na jamii nzima ya Kichina. Katika enzi alizokuwepo huyo, kulikuwa kuna ule utamaduni ambao bado mwanamke japo alikuwa ameanza kupata uhuru, lakini sehemu kubwa ya maamuzi yake yeye yalikuwa yanaamuliwa na familia yake, lakini pia yanaamuliwa na jamii au utamaduni husika wa nyakati hizo. Kama wewe Khairat ungekuwa katika enzi zile za Tang, ungeweza kukabiliana vipi na utamaduni huu? Kwanza kabisa, kwa muda ambao nimekaa China mpaka sasa, naweza nikasema utamaduni wa Kichina ni tofauti na tamaduni nyingine. Kuna changamoto nyingi sana ambazo wanawake walikuwa wanapitia. Naam, basi hebu tuangalie kwanza tamthilia hii, na baada ya hapo pia tutajaribu kupitia kile ambacho tutakuwa tumekiona. Hizi ni trailer tu kwa siku hii ya leo. What are you looking at? I met an extraordinary woman in Luoyang a few days ago. That Liu fellow just engaged in illicit intimacy with the recently widowed county princess. And then he beat his own wife. How utterly shameless. This awful, hostile place. I cannot remain here for another moment. How do we resist this? What we can do now is escaping from the Liu family unscathed. Zhang Changyang is not only Vice Minister of Guangdong, but also the Flower and Bird Envoy. This, for me, might actually prove to be a really good opportunity. Liu Chang's affair was exposed, and he took it out on me. I've no choice but to beg you to intervene. If I help you regain your freedom, what's in it for me? Zhang has seen my flaws. I have also seen Mr. Zhang's flaws. What a clever plan. How dare you use me? Sasa ile inaonyesha ujasiri kwamba wanawake nao wanaweza. Hapana BM, mimi kama kuweza hivyo sitaki. You truly are from a merchant family. Who is very good at plotting someone. I am just a woman who wants to take control of her own destiny. Marriage is the only destiny for a woman. How can you run away from home at night? The way you expect your daughter to live is not what she wants. I started from scratch in Chang'an, overcoming many difficulties and obstacles. Unaona hata hii michezo ni sio rahisi kukuta watu wanacheza. Huyu anapigwa kwa sababu alijaribu kutoroka katika ile jamii, katika ile kutaka kujikwamua. Sasa amekamatwa, anaadhibiwa. Ndio kufungwa tena jamani, tunaweza tupigwe kawaida. I'm very single-minded. I just like money. What a coincidence. I also only like money. Well, let's make a fortune together. Walking out of that mansion. You are now established in Chang'an. You've done so well. Khairat, umeona vizuri. Nimeona. Unaizungumziaje? Kiukweli sijui hata nisemeje. Kwanza nimependa maudhui yaliyopo, kwamba sio tu ni wameweka more romantic, lakini wameonyesha pia penzi kulitafuta sio rahisi. Kuna mapigano ndani ya movie. Pia kingine, jinsi mwanamke alivyokuwa yuko portrayed kwenye movie. Anataka kujikwamua, anataka kuonyesha mabadiliko.
tunaona jinsi mwanamke alivyokuwa anataka kujikwamua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi kwa kweli imenivutia binafsi, yani nikitoka hapa sidhani kama unaenda YouTube moja kwa moja kuangalia moja. Nina hakika kwamba utafurahia sana. Na mpenzi mtazamaji, basi na wewe kama unatamani kuona zaidi hii tamthilia Flourish the Piani, nenda katika YouTube itazame. Lakini pia kama una maoni, ushauri, tafadhali usisite kutuandikia kupitia mitandao yetu ya kijamii, hususan Star Times Swahili channel. Unaweza ukatuangalia pale na ukatuandikia maoni yako moja kwa moja na sisi yakaweza kutufikia. Mimi ninaitwa Bakari Masasi, lakini mgeni wangu anaitwa Khairat Ibrahim Zuberi. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa. Mpaka wakati ujao, kwa sasa niseme kwa heri.